Petro, mmoja ya wanafunzi upendwa wa Yesu. Leo mwaka wa 64 hadi wa 68 anasulubiwa, lakini kabla ya kufa, akiwa katikati ya mateso makali, anasali sala ya Utatu Mtakatifu: Baba yetu uliye mbinguni, Our Father, who art in heaven. Our Father, who art in heaven. Jina lako litukuzwe. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Ufalme wako uje. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Wanaendelea na kadhalika. Mwisho huu wa kutisha ni kurasa moja tu ya kitabu kikubwa cha unyama uliofanywa kwa wafuasi wa Yesu Kristo kwa miaka hiyo. Wanafunzi wengine kama Andrea aliyesulubiwa kwenye msalaba wa X huko Ugiriki, Filipo aliyesulubiwa, Herapolis, Bartolomeo aliyechinwa ngozi na kuuawa Armenia, Matayo aliyeuawa kwa upanga au kuchomwa nchini Ethiopia. Lakini leo hacha tufahamu kwa kina vifo vya wanafunzi watatu wa Yesu: Petro, Yuda Iskariote na Matayo. Tuangalie vyanzo vinavyokubalika na kanisa, waandishi wake, ukweli juu ya uandishi huo, miaka ya uandishi wa shuhuda hizo na kadhalika. Lakini pia usiache kuangalia hadi mwisho, kwani kuna ujumbe wako wewe mtazamaji wa chaneli hii juu ya mwelekeo wa channel na dhumuni la channel kiujumla. Karibu. Wote tunafahamu kuwa kwa mujibu wa Biblia Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Tuanze kwanza kuwafahamu kwa majina tu. Wa kwanza Simon Petro, wa pili Yohana, wa tatu Matayo, wa nne Filipo, wa tano Yakobo mwana wa Zebedayo au Yakobo mkubwa, wa sita Yakobo mwana wa Alfeo au Yakobo mdogo, wa saba Tomaso mzee wa siamini hadi nione, wa nane Andrea, wa tisa Bartolomeo, wa 10 Simoni Mkananayo, wa 11 Yuda mwana wa Yakobo au kwa jina lingine Tadeo, na wa 12 Yuda Iskariote aka msaliti wa Yesu. Tuashumu sisi ni wachunguzi binafsi, tumelipwa na tajiri mmoja tuchunguze, kisha tuje na jibu moja tu la kifo cha kila mwanafunzi wa Yesu, na ukoto tushatumia kula nyama kwa bimzungu. Kwa hiyo kuanzia sasa tuwe serious. Ili mambo yasiwe mengi, tutaongelea wanafunzi watatu tu: Petro, Yuda Iskariote na Matayo. Petro anajulikana kwa matukio matatu: moja, kumkata mlinzi sikio; mbili, kuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa la kwanza la huko Yerusalemu; na tatu, kumkana Yesu mara moja, mara mbili, mara tatu. Alimkana Yesu mara tatu kabla jogoo hajawika. Bila kuhadisiana sana, Petro alifanya nini, wapi, kwa nini na nani, lini, mwaka gani, tarehe gani na kadhalika. Tuangalie watu wanasema mtu huyu wa muhimu sana kwenye kusambaa kwa dini ya Ukristo miaka ile ya mwanzo alikufaje. Barua ya Clement ndio dokumenti yetu ya kwanza inayoongelea kifo cha mtume Petro. Inasemekana kuandikwa au kupitishwa na Papa Clement wa kwanza. Barua hii iliandikwa takriban mwaka wa 90 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, yaani mwaka wa 57 baada ya kifo chake. Iliandikwa kutoka kanisa la Roma akiwaandikia kanisa la Korinto, na humo inasema yafuatayo: Petro alivumilia si taabu moja au mbili, bali taabu nyingi, na mwisho hatimaye aliisha kuteswa na kuuawa kwa ajili ya imani. Aliondoka kwenda mahali pa utukufu uliomstahili. Kama unavyoona, hakuna mahala panasema mtume Petro alifariki kwa namna gani, lakini kuna kisa maarufu kinachodai Petro alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Hiko kinaitwa Acts of Peter au matendo ya Petro. Hiki kinakadiriwa kuandikwa miaka ya 180 hadi 200 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, yaani mwaka wa 147 hadi 167 baada ya kufa kwa Kristo. Mwandishi wa kitabu hiki hajulikani, na mpaka hapa kuna matatizo mengi tayari. Acha nitoe mfano ili uelewe. Kwa mfano tu halisia, ni sawa na mtu wa miaka hii ya 2025 aje na hadithi ya kifo cha Kinjekitile Ngwale, kiongozi mkuu wa vita ya Majimaji Tanganyika, anayesemekana kufa kati ya miaka ya 1905 hadi 1907 bila kutoa ushahidi wowote halisi kwenye hadithi ya kifo cha kiongozi huyo. Tunaweza kufurahia sanaa ya uandishi na mtiririko wa hoja. Pia tunaweza hata kuchukua mafunzo ya maisha hapa na pale kwenye kitabu hiki cha Kinjekitile Ngwale.
Lakini kuchukua kitabu hiki kuwa ndio ushahidi wa namna Kinjekitile alivyofariki itakuwa ni kujiziba macho, kwani hadithi inaweza ikawa nzuri, lakini kama hakuna vyanzo vinavyoeleweka, hii ni hadithi tu na sio historia halisi. Kwa hiyo kuhusu Petro, kuna asilimia kubwa sana aliifia dini. Aliifiaje dini hatujui, kutokana na maandiko ya barua ya Clement iliyoandikwa miaka karibu 15 baada ya kifo cha Petro. Ikiwa mtume Petro alinyongwa, alichinjwa, alipigwa panga, alipigwa mawe, hatujui. Lakini kusema kuwa tuna uhakika kuwa alisulubiwa kichwa chini miguu juu kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Matendo ya Petro kilichoandikwa miaka zaidi ya 100 baada ya kifo cha Yesu na wanafunzi wake, ni sawa na kufumbia macho ukweli kuhusu Petro alikufaje. Jibu halisi linakuwa hatujui. Kuna asilimia kubwa aliifia dini, lakini hatujui aliifiaje. Yuda Iskariote. Vitasahaulika vyote walivyofanya wanafunzi wa Yesu, lakini sio tukio alilofanya Yuda. Kama hatujui, huyu ndio adui mdogo wa movie ya Yesu, ikiwa adui mkuu ni Shetani mwenyewe. Yeye ndio aliwaonyesha viongozi wa Kiyahudi Yesu ni yupi kwa kumbusu ili wamkamata, wakamfungulia mashtaka na kumsulubisha. Sasa huyu naye kila chanzo cha kale kinasema lake. Mfano, kitabu cha Mathayo kinachokadiriwa kuandikwa mwaka wa 70 hadi 90 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, yaani miaka ya 37 hadi 57 baada ya kifo cha Kristo, kinasema Yuda alijinyonga. Matendo ya Mitume kilichokadiriwa kuandikwa mwaka wa 62 hadi 90 kinasema Yuda alinunua shamba na kisha akadondoka na tumbo lake likapasuka na utumbo ukamwagika na kufa hapo hapo. By the way, habari nyepesi, kumbe kitabu cha Injili ya Luka kwenye Biblia na kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na mwandishi mmoja. Wanahistoria hawana uhakika mwandishi huyo kama ni Luka, ambaye anajulikana kama msaidizi wa Mtume Paulo, ila ukisoma mwisho wa kitabu cha Luka na mwanzo wa kitabu cha Matendo ya Mitume utanielewa. Hii ni info ambayo kiujumla inanipa furaha sana kuifahamu. Pia ukiangalia mwanzo wa kitabu cha Luka kuna maelezo kuwa Luka anamwandikia mtu anaitwa Theofilo. Nikimnukuu Luka 1:3, nimeona vema nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo yote haya tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Pia tukienda Matendo ya Mitume 1, mwandishi huyo anasema kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theofilo kuhusu mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Matendo ya Mitume 1:1. Vitu kama hivi ndio vinaongeza vionjo kwenye Biblia. Kila ukidhani umemaliza kufahamu kuhusu kitabu fulani, unapata info nyingine mpya. Yaani kama ni movie unaangalia, unajipa moyo fulani ndio adui, afu unapewa jiwe jipya, adui anakuwa Sauli wa mwanzo. Haya, turudi kwenye topic. Chanzo kingine cha kifo cha Yuda Iskariote ni Injili ya Yuda iliyoandikwa mwaka wa 140 hadi 180 baada ya Kristo. Kitabu hiki ambacho hakiko kwenye Biblia kinasema Yuda hakufa, hakuteseka, bali alipotea na hatujui chochote kilichomtokea. Ikumbuke kwamba kitabu hiki kinamwonyesha Yuda si kama msaliti, bali mwanafunzi pekee aliyefahamu jukumu lake la kuamua kubeba mzigo wa lawama wa kumsaliti Yesu. Nakala nyingine ni ya Papias, askofu wa karne ya pili, mtu aliyepokea simulizi nyingi kutoka kwa wanafunzi wa mitume. Papias ananukuliwa akisema Yuda yule aliyemuuza mwalimu wake kwa fedha zisizo za thamani hakumaliza maisha yake kama mtu wa kawaida. Hapana, mwili wake ulianza kugeuka dhidi yake. Alinenepa kupita kiasi, si kunenepa kwa kula, bali laana ya ndani. Uvimbe ulimjaa kama pipa lililojaa sumu. Papias anasisitiza kwamba miguu ya Yuda haikuweza kubeba uzito wake tena. Alikuwa akiumba kama mti uliokufa, akitembea kwa shida kana kwamba ardhi yenyewe ilimkataa. Tumbo lake lilivimba, likafura, likajaa usaha wa kizazi kilicholaaniwa. Wale waliomuona walikimbia kwa sababu ya harufu ya kuoza iliyomfuata kama kivuli kisichoepukika. Kisha Papias anaeleza kile anachokiita siku ya giza kuu, na ilipotimia wakati tumbo lake likapasuka, si kimya kimya bali kwa kishindo. Usaha, funza, mabaki ya mwili uliolaaniwa vilitapakaa ardhini. Ardhi haikuweza kupokea mwili wake, palibaki kuwa mahali pa hofu panaponuka hadi leo. Kwa Papias, Yuda hakuwa tu msaliti, alikuwa mfano. Hatuna kitabu halisi cha Papias, bali nukuu za kazi yake kutoka kwenye kazi za Apollinarius of Laodicea karne ya 4 na Oesumenius
wa karne ya 10. Maswali ambayo watu wengi hujiuliza hapa ni je, Papias hakufahamu namna ambazo Injili kama Mathayo na kitabu cha Matendo ya Mitume vilivyoandika mwisho wa Yuda mpaka yeye mwenyewe aandike kazi yake juu ya kifo cha mwanafunzi huyo aliyemsaliti Yesu? Kwa mara ya pili, mwanafunzi wetu wa pili Yuda Iskariote, naye hatuna hakika alikufaje. Kila mtu anahadithia hadithi yake, wengine miaka michache baada ya kifo cha Yesu, yaani Mathayo na Matendo ya Mitume, na wengine miaka mingi mno baada ya uhai wa Yuda na Yesu, yaani Papias na Injili ya Yuda. Tuende kwa mwanafunzi wa tatu, Mathayo. Kuna makala YouTube inayoelezea husika na sifa za mtume Mathayo. Na mheshimu sana mwandaaji wa makala hii na kuna mengi ya kujifunza katika kazi zake. Lakini kuna sehemu alisema kuwa tunafahamu kwa Mathayo alikuwa ni mtu wa kusema na kuwakosoa watu, hasa viongozi wa dini ya Kiyahudi. Kisha akainukuu Mathayo 23 mstari wa 13 hadi wa 36 akisisitiza tukaisome. Watu wengi hatufahamu ya kuwa hata kitendo cha vitabu hivi kuitwa Mathayo, Marko, Luka na Yohana ni makosa, kwani hakuna mstari wowote ndani ya Injili hizi 4 unaosema mimi ni Marko, mimi ni Luka, mimi ni Yohana au mimi ni Mathayo. Majina ya injili hizi yaliwekwa juu ya injili hizi 4 takribani karne ya pili baada ya kuzaliwa kwa Kristo, yaani miaka 100 hadi 200 baada ya Kristo. Tumejuaje? Uwepo vipande vya mwanzo wa injili kama injili ya Yohana kwenye kipande kilichopewa jina P66. Kipande hiki hakina jina injili kwa mujibu wa Yohana. Vinaashiria kwamba majina haya, yaani Marko, Luka, Yohana na Mathayo, yaliwekwa kama vichwa vya vitabu hivi miaka mingi mbeleni. Hivi basi hakuna sehemu yoyote kwenye injili ya Mathayo ambayo Mathayo yeye anatoa onyo kwa viongozi hawa, kwani hatuna hata uhakika kama injili hii iliandikwa na Mathayo tunayemjua sisi, yaani Mathayo mwanafunzi wa Yesu. Bali Yesu ndio anaonekana kutoa maonyo haya dhidi ya waumini wa dini na viongozi wa dini ya Kiyahudi. Kusema Mathayo amenukuliwa akisema kwenye kitabu cha Mathayo kuwa na msimamo mgumu kisha kutoa mstari ambao Yesu ndiye anaongea ni kutoa hadithi nusu. Pia izingatiwe kuwa vitabu hivi wanahistoria na wasome Biblia wengi wanakubaliana havikuandikwa na wanafunzi wa Yesu halisi, kwani wao waliongea Kiaramu na injili hizi ziliandikwa kwa Kigiriki. Aidha, hizi ni hadithi ambazo walisimulia wanafunzi hawa, ndio kila mmoja imepewa jina kutokana na aliyehadithia, bado mwafaka haujafikiwa. Kwa hiyo Mathayo 23 mstari 13 hadi 36 si maneno ya Mathayo mwanafunzi wa Yesu, bali ni maneno ya Yesu aliyoanza kuyaongea mstari wa kwanza wa mlango wa 23 kwenye kitabu kilichopewa jina Mathayo. Sijui kama nimeeleweka. Kitabu hiki cha Mathayo hatuna hata uhakika kuwa mwanafunzi wa Yesu aliyeitwa Mathayo ndiyo amekiandika, kwa sababu ya lugha iliyotumika kitabu kilipoandikwa. Kopi zingine za mwanzo zisizo na majina ya Mathayo na sifa zingine nyingi. Tukiingia kwenye historia ya kifo cha mtume Mathayo, jambo la kwanza tunalolipata ni wingi wa simulizi tofauti. Karne baada ya karne, waandishi, watu na wanazuoni waliandika matoleo yao na hatuna linalofanana kikamilifu. Lakini la kwanza kongwe linaloacha alama kubwa zaidi ni ile linaloitwa Acts of Matthew. Kitabu hiki kinachokadiriwa kuandikwa karne ya 3 au karne ya 4 baada ya Kristo, yaani miaka 300 hadi 400, si sehemu ya Biblia bali ni moja ya maandiko ya apokrifa yanayosimulia maisha ya mtume baada ya kufufuka kwa Yesu. Ndani yake humo tunapata picha ya kwanza kabisa ya zamani kabisa kuhusu namna Mathayo alivyouawa. Acts of Matthew au Matendo ya Mathayo vinaanza kwa kutueleza kuwa Mathayo alitumwa katika nchi ya Walawatu, si Ethiopia tunayoijua leo, bali eneo la kale linalojulikana kwa ukatili na ibada za ajabu. Ni mahali ambapo mfalme hakuwa tu mtawala, bali alikuwa Mungu. Mathayo anasimuliwa kama mtu aliyekuja kugeuza utawala huo, na kila mahali alipohubiri miujiza ilifuata. Watu wakabadilika, hofu ikabadilika kuwa tumaini, lakini mafanikio yake hayakupendeza watawala wa eneo hilo. Katika simulizi hii, mfalme alikasirika vibaya baada ya Mathayo kumbatiza mke wake na mtoto wake. Mathayo hakumwogopa mfalme na mfalme hakumsamehe Mathayo. Ndipo amri ilipotolewa, mwamlete mtu huyo na mmalize hadharani. Na hapa nikinukuu tafsiri isiyo rasmi ya Matendo ya Mathayo, askari walimkamata Mathayo akiwa kanisani. Alikuwa amepiga magoti akiomba amani kwa watu waliokuwa amewaongoza. Hakupiga kelele, hakutoroka. Wakamwangusha chini, wakamnaili ardhini
kama mhalifu. Wengine wanasema walimchoma kwa moto, lakini moto haukushika moto. Mwisho walimkata kwa upanga, wakimwacha mwili wake juu ya ardhi aliyohubiri Injili. Kwa hiyo kwa mujibu wa chanzo hiki cha zamani kabisa cha Mathayo ni kuwa Mathayo alikufa kama shahidi, akidhalilishwa hadharani, lakini akiwa na utulivu. Hicho ndicho chanzo cha kwanza, chanzo cha kale zaidi, miaka 300 hadi 400 baada ya Kristo, kilichoweka msingi wa hadithi zote zilizofuata. Lakini kuna vitabu vingine kama Martyrdom of Hieronymus na Pseudo Abdias au Pseudo Abdos, Pseudo Hippolytus na Foxe's Book of Martyrs cha mwaka 1563. Tatizo linakuja, chanzo cha kwanza kabisa cha hadithi hii kimeandikwa miaka 300 hadi 400 baada ya kifo cha Kristo, na hakuna vyanzo halisi vya taarifa hii. Ni hadithi tu, ni sawa na ule mfano wa Kinjekitile Ngwale. Mwisho wa yote, kama kawaida, hakuna chanzo kimoja kinachosema jambo moja lililonyooka, bali kila mwenye peni na karatasi kwa kipindi hiko aliandika lake, kiasi cha kufanya hadithi hizi kuwa na ukakasi juu ya usahihi na ukweli wake, kwani nyingi zimeandikwa miaka mingi baada ya vifo vya Yesu na wanafunzi wake, na havitoi ushahidi juu ya taarifa hizi muhimu. Badala yake wanatupa tu stori ambayo hatuelewi hata kama ni kweli au la. Ni yangu ni hayo tu. Asante kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, na mwisho uwe na siku njema.